Kungoja elections ni kujikaranga na mafuta yetu wenyewe. Kungoja mumeona? Unajua mnatuona ni kama tulizaliwa asubuhi, si ndio? Register imepotea, sio? Si ndio? Mnatuona kondoo sana. Kama ulijua ulichukua kura before 2012, yani 2011, 2010 kurudi nyuma. Kurudi nyuma watu kama mimi. Ensure unarudi kuchukua hiyo kura afresh. Saizi ukiona Mkenya ana support 2 term, ujue ule ni direct beneficiary wa hii gava. Contractor, wheeler dealer, broker, blogger, family member, lazima mtu ana benefit directly. No, because at this point, kungoja elections ni kujikaranga na mafuta yetu wenyewe. Kungoja mumeona? Mumeona IEBC akituambia at any person who registered before 2012 has to go and register again because apparently details zao ziko kwa register. Angalia jirani wame mchezo wa tauni. Mchezo wa tauni. Guys, wala ya pada, imagine tusingoje elections. Yo. Tumtoeni kesho. Because now I feel like going into those elections, we will be doing the elections under his own terms, on his own terms. Because IEBC has proven time and time again, they are not for the people. They have proven they are working for an individual. And we all know who. I'm to occupy IEBC, guys. Why? Because what? What? Anyway, one time. Mimi mkiamua ku occupy IEBC mniambie when and where. Where? Yani si tuko hapa tunang'ang'ana kuambia watu tuko kadi, nyinyi mnanyang'anya wengine kadi. Maandishi haya si mageni. One time. We drain that swamp. Sasa sijui hata mta drain na kura gani na mshanyaganywa kura. Kai wacha kwanza na mimi mama yangu register juwe. One time. Breaking news. IEBC now says that anyone who registered before 2012 anyone who registered as a voter before 2012 should register again. Unajua mnatuona ni kama tulizaliwa asubuhi, si ndio? Register imepotea, sio? Si ndio? Mnatuona kondoo sana. Don't try to play those games with us. Anyway, wamesema mregister tena, register ilipotea. Kama uliregister before 2012. Hiyo ni kuambiwa the older generations they should register again. Nyinyi tunawaona sana. Bas, kama ulijua ulichukua kura before 2012, yani 2011, 2010 kurudi nyuma. Kurudi nyuma watu kama mimi. Ensure unarudi kuchukua hiyo kura afresh. Go and register fresh. Wakikuyu endeni mregister fresh kama mnajua mlichukua kura before 2012. Tunataka kuona hii tyranny of numbers. Inatoka wapi? Inatoka wapi? Mlisema mko na 10 million votes. Muende mchukue kura. Muende mchukue kura tuone. Na ni Wakikuyu ndio wana complain. Wajaluo hawa complain, Wakamba hawa complain, Waluya hawa complain, Wakale hawa complain, Wakisia hawaja complain. Lakini Wakikuyu mmeanza kulia, mmeanza kucomplain. Mbona mna complain? Kama mnajua mko na kura, nyinyi muende tu. Kama ulipata kura before 2012, enda tu uregister. Si ni kwenda tu kwa ofisi ya IEBC una register. Okay, ni register. Enda tu uri-register, urudi nyumbani. Hakuna haja kupiga kelele. IEBC imeshasema kama ulichukua kura before 2012, naenda huko una-register. Tunataka kuona hii tyranny of numbers. Tunataka kuona this. Kumeanza kuwaka moto polepole, kuwaka. Tunataka tuone hizo numbers mnakuanga nazo. Hello.
Hello. Sisi hatuna shida. Sisi Wajaluo in fact tuko na 1.5 million votes. Sisi hatuna shida. Hatuna shida. Tutarudi to register hiyo. Lakini nyinyi mko na 10 million votes wa Kikuyu. Mwendeni mregister. Endeni mregister. Tunawasubiri. Hata sisi tunaenda kuregister. Hata mimi I'm going back to re-register because nilipata kura yangu before 2012. Okay? Because at 2007 nilipiga kura. So unaweza ujiuliza nilizaliwa lini, because 2007 nilipiga kura. Kura yetu ikaibwa na nyinyi. Na wakati huo mnatuibia kura, mnasema ati nyinyi mko na kura mingi na bado mnatuibia. Hello wa Kikuyu, muende mregister mchukue kura. Kama ulichukua kabla ya 2012, muendeni mchukue kura. Tukutane kwa debate next year 2027. Endeni. Wa Kikuyu munalia nini? Ni kama nimeanza kufurahi kidogo because ni kama watu wameanza ku come into terms with the reality that this IEBC cannot possibly hold a free, fair, accountable, verifiable election. They don't have it in them. They actually are not even attempting to do it. Since we started the Tukokadi campaign, when we started in Kasarani, I noticed a few things, and there was a lot of laxity with the IEBC even when we started raising these issues on social media. One, munaenda munapata na mumewambia munaenda intentionally, wanawa frustrate, wana make sure usiku wamekuwekea tu mtu mmoja na kit moja. Watu walikuwa wameregister kitambo, wanaenda kuverify nini details zao, because we started telling people, can you verify that you're still within the registry? Unajipata wanu umetolewa, unapata polling station yako haiko. We were seeing even dead people, register yako imecleaniwa, dead people are still very present in the IEBC registration portal. We would get young people that have never voted before, have never registered as voters before, wakienda kuregister wanajipata walisha registeriwa na wakaeka sijui station nyingine ziko mbali, zingine hata zinapatikana northeastern counties. Unashindwa, excuse me. That is why I started saying we can't have a conversation with the IEBC. We need to go and occupy IEBC. And IEBC maandamano is the only thing that is going to make these guys understand that they will not interfere with the will of the people. Jana simu mwana wakaanza kusema old voters waende wa register tena. Ni kama hasira zenyu bado hazijapanda. Nitakuwa hapa mimi nikiwa ngoja, because me I'm ready. I'm just waiting for the day and time we march to that IEBC, because we need to deal with them the way they are about. You know, in other words, they're telling us they're not ready for this election. So then there are only two things they're telling us. Na wenye wanajua kenye naongelelea, wanajua kenye naongelelea. Saizi ukiona Mkenya ana support two term, ujue ule ni direct beneficiary wa igava. Contractor, wheeler dealer, broker, blogger, family member, lazima mtu ana benefit directly. Saa hizi hakuna Mkenya anataka igava. Haijalishi tribe yako, Mkalenji, Mkipsigis, Mjaluo, Mmeru, igava imegonga kugonga. Imeumiza si employed people, si watu wa biashara, si wakulima, imeumiza kila mtu. Vijana, niko kadi, go and do this thing. Man to man, siku ya kupiga kura nayo, kila mtu ajitokeze, kila mtu ajitokeze. Let me tell you Kenyans, ataenda home. Ataenda home. Believe in yourself. Msikae mkifikiria usijui IEBC, sijui nini. Power is with the people. Ataenda home. Na nyinyi watu wa United Opposition, swallow your egos and your prides and your greed. Mshikane na hao wengine wanajiita that force. Na mtupe mtu mmoja, si watu wawili, mtu mmoja. Tupateni mtu kama Omtata hivi ama mtu kama Sifuna. Na wewe Sifuna, cheza kaa wewe, usishinde si mguu mmoja hapa pale. Kama unatoka ODM toka, tuambie chama ni gani. Now we are not electing political parties. We are electing individuals. Na tutaki imperialist puppets. Msitulete Kalonzo na nani, wewe mwingine anaitwa Ajim, msitulete Kalonzo na Matiang'i. Those are imperial puppets. We want a person who is going to save this country, literally save this country. Is a serious surgery on this country. Only at the ballot box, we can only have two people. Ruto na mwingine, not three, two people. And let me tell you, huyu mse, hii Kenya Kwanza administration, the only way they can get anything is by dividing this other side. So nyinyi watu wa United Opposition, that force, nyinyi wote lazima mtupe mtu mmoja.
Na msitupe hapo Kalonzo sijui na Matiang'i. Tutafuteni mtu atasafisha hii nchi. Mtu atabadilisha hii nchi. Mtu anajua, mtu anaheshimu katiba. That's what we want. We want to warn you, IEBC. We cannot trust you to deliver a credible election in 2027 while a simple process of registration is stagnant. We cannot allow, we will not condone an incapacitated IEBC, and we are issuing a stern warning to them. They have the weekend from today up to Sunday. We are expecting 20 clerks per polling station by Monday, because we are going to turn there in large numbers and we are going to occupy those offices. This is a stern warning to them. And to our fellow Gen Zs, do not tire. We are at the final point. We are near the point where we are changing the system. We are already challenging the status quo. They are afraid. That's why they are trying to infiltrate so that they can silence us before 2027. We want to warn them. This is our time and we are going to occupy those positions. Thank you and God bless you. Thank you. Of course, let's have